ili niweze kuzungumzia masuala ya uhamiaji. Kimsingi ni nafasi adhimu, lakini nitazungumza mambo mengi ambayo naamini sitapata maswali baada ya hapa. Na tukizingatia wilaya yetu ya Ngara, swala la uhamiaji nadhani pengine ndo ajenda kubwa. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ametoa nafasi kwamba anapoenda kwenye ziara anatupa sisi nafasi ya kuzungumzia masuala ya uhamiaji, kwa sababu inawezekana watu wamekuwa wakikamatwa, pengine kuna taratibu ambazo hawazifahamu. Kwa hiyo tukawa tunapewa nafasi tuweze kuzungumzia masuala ya kiuhamiaji, sheria zinazosimamiwa na uhamiaji, ili basi mtu atakaokamatwa kwa kosa la kiuhamiaji tuweze kumchukulia hatua ya kisheria. Na mimi niliyesimama hapa mbele yenu ni mkaguzi msaidizi Maganga kutoka ofisi ya uhamiaji Ngara, na nimesimama kwa niaba ya afisa uhamiaji wa wilaya. Lakini kimajukumu mimi nasimamia kitengo cha udhibiti na usimamizi wa mipaka wilaya ya Ngara. Kumbe kwenye doria zote zinazofanyika wilaya ya Ngara tutakutana sana. Na bahati nzuri Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya amezungumzia mambo mengi sana ya kiuhamiaji wakati anaanza. Sasa mimi naomba niongezee machache tu. Kwanza lazima tumtambue mhamiaji haramu ni nini. Mhamiaji haramu ni raia yoyote wa kigeni ambaye ameingia nchini bila kufuata zile taratibu. Taratibu ni pamoja na kuwa na passport, lakini kupita kwenye mpaka rasmi. Na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya amesema mpaka rasmi kwa Ngara tuna bahati, tunayo mitatu. Tuna Mulusagamba, tuna Kabanga na Lusumo. Kwa hiyo hatuna sababu yoyote ya sisi kuwa na mhamiaji haramu. Lakini pia nafasi nyingine ambayo tunayo sisi, tupo karibu na mpaka. Sasa sisi tukilalamika kwamba tunaonewa kwa sababu ya wahamiaji haramu, mtu aliyeko Dodoma inakuwaje, ambako hakuna mpaka, ambaye yeye kule mhamiaji haramu anamtegemea ili avuke Ngara huko. Sasa mimi ambacho nimekuwa nikiwaomba kwenye mikutano hii ni sisi wananchi kuamua kwanza kuachana na hilo jambo, kuitumia mipaka yetu iliyopo karibu, njia zetu rasmi, kuhakikisha wageni ambao wanaingia Tanzania wanakuja na vibali. Na nimeshakwisha kusema si kwamba Tanzania hatuwataki wahamiaji raia wa kigeni. Sisi tunahitaji sana raia wa kigeni. Sisi ambacho tunagombana na wananchi ni kwamba tunachukua raia wa kigeni ambao hawajafuata taratibu. Na tunajua kwa sababu mtu akija kwako ni lazima umuulize, wewe kama umetoka nje ya nchi una kielelezo chochote? Na kama huna, umevuka vipi? Kwa hiyo kumbe kama mtu hana kielelezo, maana yake huyo hajapita kwenye mpaka rasmi. Na matukio mengi ambayo yanafanywa na watu ambao wamevuka bila utaratibu. Kwa sababu mtu ambaye amevuka kwa kufuata utaratibu hawezi akafanya makosa. Kwa sababu anapovuka pale mpakani, taarifa zake zote zinachukuliwa, ukoo wake, ndugu zake. Kwa hiyo hawezi akafanya mambo yote mabaya akija huku kwetu, kwa sababu anajua hata kama akikimbilia kule kwao atatafutwa. Tuna vyombo ambavyo vinavuka mamlaka, vinavuka mpaka ya nchi kwa ajili ya kufuatilia hao watu. Lakini ili mtusaidie nyinyi ni kuhakikisha hao watu wanapita kwenye mipaka halali. Kwa hiyo kumbe mhamiaji haramu ni raia yote wa kigeni ambaye ameingia Tanzania bila kufuata utaratibu. Amepita kwenye mipaka yake hiyo ambao sisi hatuna utaratibu wetu. Kwa hiyo mtu akija hapa amepitia Mgoma, huyo ni mhamiaji haramu. Amepitia siji huko Chivu, Ntobeye, wapi huko, huyo tunamuita ni mhamiaji haramu. Mtu ambaye sisi tunamtambua kama raia wa kigeni amekuja kwa kuzingatia taratibu ni yule ambaye amepita Lusumo, amepita Kabanga, amepita Mulusagamba na awe na passport.
na hiyo passport ahakikishe yamegonga muhuri, ambao kwenye mihuri kwenye passport kunakuwa na mihuri miwili. Kwanza nchi yake imemruhusu kutoka, kuna muhuri pale, lakini pia nchi yetu imempokea na penyewe kuna muhuri. Kwa hiyo kumbe tuelewane kwenye swala hilo, ili utakapokamatwa ukaambiwa una mhamiaji haramu, ujue ni mazingira hayo, kwamba ni raia wa kigeni yoyote ambaye hajaja na kielelezo na hajapita kwenye mpaka wetu. Tunaelewana ndugu zangu? Ndio. Tunaelewana watu wa Nyakisasa? Ndio. Pamoja na hilo, tuna changamoto ya wafanyakazi kutoka nje, kwa maana ya wahamiaji haramu hao tumewaajiri, wanatufanyia kazi. Na mmesikia kabisa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ametoa siku ya leo, usiku wa leo kufikia kesho waondoke. Sisi ni watekelezaji. Kwa hiyo ukiona gari limeingia hata kama ni usiku, ujue kazi imeanza. Na mimi nawahakikishia, kwa sababu hiyo kazi ndo naifanya. Kwenye maeneo ambayo nimeshapita, nadhani mmeshasikia kwamba sasa hivi hali ni mbaya. Ila kama hujasikia ni sawa. Umepewa nafasi hii ya leo, uhakikishe huyo mtu unamuondoa. Wewe una nafasi nzuri kuliko mtu ambaye yupo Dar es Salaam ishatoka anaenda kutafuta kibali. Kwa hiyo hauna sababu yoyote ya kuishi na mhamiaji haramu. Tunaelewana? Sasa kuna wale ambao wanakuja kufanya vibarua huku kwetu. Kumbe kwanza warudi, kama wajaingia na vielelezo, hana passport, waondoke. Wakishaondoka wakatafute vibali vya kule kwao, kwa maana ya passport. Wakipata wapite kwenye mpaka wetu, kama ni Kabanga, kama ni Rusumo, kama ni Murusagamba, wapewe mihuri yote ya kuruhusiwa kwanza kwao kutoka na kwetu kuingia. Baada ya hapo akifika kwako, mlete ofisi ya uhamiaji. Ukisha mleta ofisi ya uhamiaji, sisi tutampa kibali ambacho kitamruhusu yeye kufanya kazi Tanzania. Tunaelewana? Sijui kama tunaelewana hapo. Kwa hiyo kumbe warudi wakatafute passport. Wakishaingia unamleta ofisi ya uhamiaji kwa ajili ya kupata kibali cha kumruhusu kufanya kazi humu Tanzania. Hivyo vibali vipo na vinapatikana ofisi ya uhamiaji pale Ngara. Lakini pia Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya alizungumzia kwa wale ambao wameoa au kuolewa. Tuna changamoto hiyo. Watu wanaenda kuoa nje, watu wanakuja kuolewa kwetu, si ndio? Hiyo sio shida. Shida ni kutokuzingatia taratibu zilizowekwa. Kwa hiyo wewe unatoka hapa, hauji ofisi ya uhamiaji, unapita kwa njia yako tu. Kwa sababu na wewe ukivuka mpaka ukaenda nchi ya watu bila kibali, na wewe unaitwa mhamiaji haramu kule. Kwa hiyo kumbe ukitaka kusafiri kwenda kuoa huko, cha kwanza unatakiwa uje ofisi ya uhamiaji. Ukifika pale tutakupa passport ya kukuwezesha wewe kwenda kwenye nchi hiyo. Ukienda kuoa huko, hakikisha huyo uliyemuoa anakuja na kibali, anapata passport na anavuka kwa kupitia mpaka rasmi, kama ni Kabanga, kama ni Murusagamba, kama ni Rusumo. Unaelewana? Anakuja na kibali uliyemuoa. Akifika hapa unamleta tena ofisi ya uhamiaji, tutakupa taratibu za kufata. Hiyo itakusaidia wewe na familia yako. Ndio maana kuna watu wengi wanahangaika hapa, mara NIDA mara nini, kumbe chanzo ni wewe. Tatizo umezalisha wewe. Inawezekana isiwe wewe, labda mzazi wako. Lakini kuna utaratibu pia ambao tayari wamekwisha kuolewa, wamekwisha kuoa, si ndio? Hatuongelei tu wale ambao wanataka kufanya sasa hivi. Wale ambao wameshakwisha kuoa na kuolewa na wameshazaa na watoto, utaratibu upo ofisi ya uhamiaji. Tafadhali. Ili tumekuwa tukilisema kwenye mikutano yote, lakini hatujaona watu wanakuja pale. Sasa hiyo itakuja kukusumbua wewe, na kama haitakusumbua wewe itasumbua watoto wako. Itasumbua watoto wako katika kipindi ambacho wewe utakuwa unahitaji msaada kutoka kwa mtoto wako. Kwa sababu hizi NIDA ambazo tunazichekea sasa hivi, baadaye itakuja kuwa bila NIDA upati huduma. Hautapata huduma na uhakika wale ambao wana masuala ya benki, wanafuatia masuala ya benki wameshaona.
Ukiwa huna NIDA huwezi ukapata huduma ya benki yoyote, huwezi kufungua account. Sasa haya mambo yataendelea huko mbele kubadilika. Fuatilia sasa. Sasa hivi una nafasi ya kufuatilia. Huwezi jua kesho taratibu zitabadilika, zitakuwa ngumu zaidi. Unaelewana ndugu zangu? Una mke, una mme ambaye ni raia wa kigeni, hana vibali. Umezaliwa kwenye familia ambao asili yako unaijua, si ndio? Usione aibu, njoo ofisini tukusaidie. Unaelewana? Ni kukusaidia, tunakusaidia. Kuna taratibu zake ambazo unatakiwa ufuate. Nje na hapo utahangaika, na utahangaika vibaya, kwa sababu na dunia inakoenda mbeleni inakuwa finyu. Mambo mengi yanahitaji nyaraka na wewe hautakuwa nazo. Unaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo hao wote ambao wana changamoto hiyo wafike ofisi ya uhamiaji kwa ajili ya kupata taratibu za kufata. Sawa? Jambo jingine ni hao wanaosafirisha wahamiaji haramu. Tunao maafisa usafirishaji. Swala la mhamiaji haramu ni hatari sana. Inawezekana kwa sababu tunaongea hivi, pengine watu hawajajua umuhimu wake. Lakini mimi niwaambie, sheria za mhamiaji haramu ni ngumu sana. Ukikamatwa naye kuna vifungo, kuna adhabu kubwa. Kukamatwa na mhamiaji peke yake, mhamiaji haramu, iwe anafanya kazi, tena akiwa anafanya kazi ni jambo jingine. Kukamatwa naye peke yake, faini yake ya chini kabisa ni 500,000. Yaani huyo hakimu amekuhurumia 500,000. Kwa hiyo anaweza akasema 10,000,000, 5,000,000 ni yeye mwenyewe. Lakini kiwango cha chini kabisa ni 500,000, na hilo ni kosa moja, umekamatwa naye. Kumwajiri ni kosa jingine. Unaelewana? Na mambo mengine mengi. Lakini kumsafirisha mhamiaji haramu, faini yake ni milioni 20 au kifungo cha miaka 20. Kumsafirisha, yani mimi nikikukamata wewe na bodaboda yako umembeba, uhesabu hapo una faini ya milioni 20. Kama sio faini na kufunga miaka 20, utaenda kufungwa mahakamani. Na hiyo hatutanii, kwa sababu wale ambao wapo Ngara mjini wanajua tayari tumeshaanza kuchukua hatua, na watu wapo gerezani wanatumikia kifungo cha miaka 20, kwa sababu milioni 20 unaitoa. Kwa hiyo tunapozungumza hili jambo tupo serious, na ndio maana hata Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ameweka ajenda ya kwanza kuonyesha umuhimu wa jambo hili, akisisitiza kwamba hataki kuona wananchi nyinyi mnapata shida. Sasa kwa nafasi hii ambayo tunaipata ya kuwaeleza haya, myafanyie kazi. Unapoambiwa ondoa mhamiaji haramu uliye naye, muondoe kweli na ufate taratibu. Lakini ukiamua kusubiria pia ni sawa, kwa sababu tuko na nina uhakika tutakukamata, kwa sababu operation inayokuja ni kubwa. Unaelewana jamani? Kwa hiyo wale wanaosafirisha wahamiaji haramu, kama hiyo kazi imekuwa ngumu, tafadhali tafuta hata shamba ulime. Lakini kama utaendelea kufanya hivyo, na uhakika utafia jela, kwa sababu kulipa milioni 20 ni mtihani. Unaelewana? Kwa hiyo ni hilo. Sasa kuna watu ambao wamekuja zamani za jirani, wamekuja Tanzania, lakini ni miaka mingi, kuanzia miaka ya 70 yupo Tanzania. Ni kweli anajua sio raia wa Tanzania, lakini amekuja miaka mingi 70 kurudi huko, si ndio? Hawezi tena kurudi. Tunaita ni watu ambao wasiohamishika. Sawa? Sasa kuna kibali pia kinaitwa walowezi. Sawa? Na mmemsikia afisa wa NIDA amesema mlowezi anapewa NIDA, si ndio? Sasa walowezi pia wapo. Historia yako wewe unaijua mwenyewe, usisubiri mimi afisa uhamiaji nije nikuhoji. Yaani ni wewe tu unajua kwamba asili yangu ni 1, 2, 3. Hata kama sio wewe, asili ya mzazi wako unaijua. Fika ofisi ya uhamiaji na utapewa taratibu pia. Kama unafiti kwenye grupu hilo la walowezi, utawekwa kwenye walowezi. Wale wote ambao wamekuja zamani, miaka mingi iliyopita, inawezekana ikawa sio wewe, lakini ni mzazi wako, si ndio?
mzazi wako amekuja siku nyingi. Kwa hiyo tufike ofisi ya uhamiaji ili tuweze kufahamu taratibu za kufuata ili tuingie kwenye hilo grupu la walowezi. Jamani, mambo haya tunayafanya ni kwa ajili ya kuipunguzia serikali mzigo. Wameshasema kwamba lazima tuwe wazalendo. Tusipokuwa wazalendo tutailalamikia serikali bure. Serikali inajua kwenye sensa hapa watu walikuwa 10,000. Lakini sisi tumeingiza watu 5,000. Sasa hata maji ambayo inaleta si yatapelea. Dawa zikiletwa baada ya wiki 2 zimeisha tunaanza kulaumu. Kumbe tumeingiza watu ambao hawapo kwenye utaratibu. Lakini mtu anapopita kwenye mpaka rasmi, taarifa zake zinabaki. Na zikibaki pale zinapelekwa juu. Wanakuwa wanajua kabisa kwamba Ngara wameingia raia wa kigeni kadhaa. Kwa maana hiyo bajeti ya mwezi huu ya dawa tuongeze. Kama ni tenki la maji linataka kujengwa la kutumia watu 10,000, tuongeze lifike la kutumia watu 15,000. Na hii imetulemaza, ndio maana watu wengi walikuwa wanazungumzia maendeleo hapa. Kwa hiyo unakuta vijana wadogo tu asubuhi wapo kwenye pombe,